Wapendwa katika jina takatifu la Kristo Yesu, hili neno, wakati tulionao ni wakati wa kutafakari hili neno ambalo limeandikwa katika kitabu cha Isaya sura ya 66 mstari wa 1 hadi wa 2. Neno linasema, Bwana asema hivi: mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Mstari wa 3, yeye achinjaye ng'ombe ni kama yeye amuuaye mtu, na yeye atoaye dhabihu ya mwana kondoo ni kama yeye avunjaye shingo ya mbwa, na yeye atoaye matoleo ni kama yeye atoaye damu ya nguruwe, na yeye afukizaye uvumba ni kama yeye abarikie sanamu. Naam, wamezichagua njia zao wenyewe, na nafsi zao za furahia machukizo yao. Hili neno linatueleza kwamba vitu vyote vimeumbwa kwa mikono ya Mungu, ambaye tayari ameshafika kwenye dunia na miguu yake imekanyaga uso wa dunia kupitia nafsi yangu. Sasa kama vyote vimeumbwa na yeye, wewe utamtolea nini? Au na wewe unajipangia cha kutoa kama vile wewe ndiye unayejipa vyote, vita vya kwako vyote? Kwa hiyo huu ni wakati ambapo unapotoa, unapotetemeka, unaposikia neno la Bwana, unaposikia neno la Mungu, hapo ndipo unapojitengenezea mazingira. Huu ni wakati ambao kila mmoja inabidi uwe serious, kwa sababu huu mwili unauona, usipookolewa, wewe ambaye hukuokolewa kwa imani, basi tazama huu mwili, Baba yuko ndani ya huu mwili. Yeye Mungu ni mkubwa, na Mungu haonekani kwa macho, lakini Mungu anakaa kwa mtu aliyemteua. Hasa Mungu amekaa ndani yangu, amenipa maelekezo ya kutosha, nina pointi na ninajibu la kila swali unaloweza kuuliza. Na ninakuambia kwamba nimefundishwa kwa miaka zaidi ya 30 mpaka kutambulishwa kwenye nafasi, wala sikujua. Lakini naomba nikwambie kwamba wakati umefika wa kuwa makini na kazi ya Mungu, na kuwa makini sasa uweze kutoa matoleo kwa ajili ya Bwana, uweze kujisogeza karibu na Bwana. Penda Bwana uwe karibu naye, akujue, umjue, umpendeze, umfurahishe, akufurahie, ili ghadhabu ya Mungu sikupate. Maana hasira ya Mungu inawaka kama moto, usipende kuijua. Kwa hiyo hasira ya Mungu itapitia nafsi hii. Kama mkimchukiza Mungu ni hatari, lakini pia waliokusudiwa, hata kama ni wachache, hao wanatosha. Hata mmoja aliweza kukomboa dunia, ambaye alikuwa ni Yesu Kristo. Sasa mimi mmoja pekee nimesimama na jopo la malaika wengi sana ambao hawaonekani, wapo, na ufalme wa Mungu umekamilika mahali hapa. Na katika ulimwengu usioonekana ndo kuna nguvu kuliko ulimwengu unaoonekana, na ndio maana ndo kuna Mungu. Kwa hiyo kuwa makini sana.